kwetu, umekuwa mwamba imara kwetu. Ndio maana tunasema ni asante asubuhi ya leo tumatie katika jina la Yesu Kristo mwana wa Mungu. Wewe umekuwa kila kitu kwetu, umekuwa msaada kwetu Bwana, umekuwa tegemeo kwetu. Ndio maana tunasema ni asante. Ndio maana tulimini jina lako asubuhi ya leo takatifu. Tunakuita sana Masia, Bwana umekuwa tegemeo, Bwana umekuwa msaada katika jina la Yesu Kristo. Tutalitia jina la Bwana, tutamwita Bwana asubuhi ya leo, maana ako mahali hapa, anasikia dua letu, anasikiza maombi yako, anataka kusikia unasema nini katika jina la Yesu Kristo. Mwite, mwambie niko hapa, mwambie niko hapa, mwambie Bwana niko mahali hapa, nimekuja kusemezana na wewe, nimekuja kulitia jina lako asubuhi ya leo katika jina la Yesu Kristo. Asante Bwana wa Bwana, asante mwenye uwezo, asante mwenye mamlaka, asante mwenye uwezo wote. Tunaliinua jina lako asubuhi ya leo katika jina la Yesu.
kusema kwamba umetenda, unaendelea kutenda Bwana wa majeshi. Pokea sifa zako Bwana, maana ni utawala wa yote. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. We bless you, Father. We honor your name, and we honor you, and we appreciate your name. Thank you for this far. Thank you for this great moment that, Lord, you have made it to us so that we may come before you. For us to bless you and for us to worship you. And for us, our Father, to acknowledge you in our life. We appreciate you for what you have done unto our life. We are taking this moment of Lord, as we bless the world, as we bless the audience, as we come before you, Lord, trembling before you, as we say, King of glory, we are nothing without you. But with you, oh Lord, we can conquer mountains. With you, Lord, we can, our Father, we can reach out with you. We can do all things through you who strengthens us. Thank you for the audience and the viewers, oh God. Whoever will listen, whoever will hear what we are saying, whoever will be attentive to your word, we bless him or her. Because your word, the Bible says, it carries the blessings, and all the blessings of our Father, which carried by your word. I pray, King of glory, whoever will hear from you, our Father, will be a partaker of your blessing. I bless your people, and I break all the curses, I break all the works of the devil, and all the opposition are under our feet. The Bible says you will set the devil and crush him and set him under our feet. No opposition. We are taking charge over. We are taking charge. We are taking authority in the name of Jesus. We are your children, of God. Incline your ears unto our prayers, so that, Lord, we may, before we come out of this place, we may be blessed. In the mighty name of Jesus, I do pray and also believe. Everybody shout a better amen. If you're here, shout a better amen. If you're here, shout a better hallelujah. Yeah. Praise the Lord. Celebrate Jesus, celebrate Jesus, celebrate Jesus. I say, let everybody celebrate Jesus. Glory, 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 glory. Awesome God, He is awesome God. Amen. Amen. You may get seated. Thank you. Praise and worship. Thank you. May God bless you. You wonderful people. You are wonderful people. We love you. You are doing you are doing good. You are doing great things. May God bless you. I love you. Amen. Ningewauliza wale wako kule nyuma wasongee huku mbele. Wacheni kuogopa viti za mbele. Amen. Kujeni huku mbele, hizi viti zote zimepreserviwa kwa ajili yenu. Ndipo wale watakuja wawe na easy time to take their seat. Amen. Hallelujah. Praise the Lord. Amen. Hallelujah. Yes. One team. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. You're worthy. You are awesome, God. Amen. 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 Hallelujah. Pigia Yesu makofi basi kama uko pale. I take this opportunity also to recognize the work of the instrumentalist and the leadership of this church. May God bless you. You are doing good. And whoever is taking his part in any given assignment, God will continue blessing you. God will keep on giving you wisdom so that you may do it in a better way. So thank you, because we can have tea every morning. I celebrate our sister there. May God bless you. Thank you for a prayer intercessory leader. We are taking the guidelines and the scriptures that you do send to us, and all the plan that you have of every week. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Nashukuru wale ambao tulikutana kwenye mitandao siku ya Juma ya Wednesday. Nilikuwa pande za Rwai, lakini nikajaribu mtu anisaidie angalie hiyo echo inatoka wapi, echo na pamoja na nini na hiyo stereo. Na nikawa na hitilafu kidogo, lakini nashukuru Bwana
sababu nilirejea tena saa 4, mwendo wa saa 4 usiku, na tukawa na wale tulikutana nao kwenye mitandao. Bwana wabariki. Tulipokuwa tukishukuru Bwana, tulikuwa na maombi matatu: thanksgiving, praying for the nation, and breaking the strongholds of the devil against our progress and against our blessings and against the nation. So may God bless you for your work and your take there. Hallelujah. Bwana awabariki sana. Kila Wednesday tutakuwa tunakutana katika kipindi cha asubuhi ndio tuanze siku njema. Amen. Ni vizuri tuanze pamoja, ndiposa unapomaliza umalize ukijua kwamba ulianza na mtumishi wa Bwana katika madhabahu ile asubuhi. Haleluya. Tutakuwa tunakutana mwendo wa saa 10 asubuhi, mwendo wa saa 9 ama saa 10. Kwa hivyo make sure umepangisha either saa 9 ama saa 10 asubuhi. Tukutana kwenye mitandao katika ombi na sala zetu za kufunga na kuomba kila Wednesday. Basi tunapokutana pale, jua kwamba hiyo siku imekuwa imetawala kwa ajili ya hiyo kazi, na Bwana atakubariki, na Bwana atakuwa pamoja na wewe. Haleluya. Amen. Amen. Wangapi wanaenjoy kutupata mitandaoni? Amen. Wangapi wanasema kwamba wanatupata vizuri? Amen. Wangapi wanasema wanabarikiwa? Unajua unaweza kuwa kwa mitandao lakini hakuna kitu unapata. Unabarikiwa kwenye mitandao. Amen. Tusijue tukawa tunatumia pesa kuingia kwenye mitandao lakini hakuna kitu unapata. So make sure unajua unafaa kuwa kanisa lako ndio la kwanza kuwa unaichangia, unashare kwa platform zingine, na pia unachangia kueneza injili pamoja, na pia unachangia kuunganika na sisi. Haleluya. Usipounganika na sisi usitarajie watu nje uunganike na sisi. Haleluya. Amen. Amen. Salimia mtu, mwambie karibu katika ibada ya asubuhi. Mwambie tena karibu katika ibada ya asubuhi. Sikusikie, ongea kwa sauti. Ama baridi imekuwa mingi. Mwambie karibu katika ibada ya asubuhi. Mwambie nakupenda sana. Nataka nichukue muda mfupi ili tusije na tukawa na masaa mengi kwa ajili ya ibada ya pili na watu wasiweze kuchoka sana. Nashukuru Bwana, kuna hiyo choo iko pale. Kuna sehemu ya haja ndogo na haja kubwa. Kwa hivyo usimix hizi vitu mbili. Kwanza tuweze kusaidiana kwa muda tu tulio hapa, na Bwana atatusaidia kwa mipango aliyonayo katika maisha yetu pale mbele. Amen. Leo all over the world and wherever you are following us every day, we do appreciate God for you, and we are still praying for you. You are wonderful people, and we respect you too, also for your encouragement and any support you do give to us. May God bless you, and may God continue enriching you in different ways and different stuff. God is God of all people, and whoever has a zeal and passion, he will come closer to him, and he will do good to him or her. So may God bless you as we continue. Today, I'm teaching the word. I'm just teaching the word before we come into second service of preaching. So I will be teaching in a different things, just a few things, because we are beginning today as we resume for our first service. Because without teaching, the church cannot grow. The believers cannot grow, cannot stand on the great and strong foundation and the vital foundation. That's why teaching is better than preaching. But we teach them, we pump it with the preaching, then it is sung well. Amen. So may God bless you as you follow us. Wale wa Kiswahili mtufuate. Tumerejea katika ibada yetu ya kwanza ya Kiswahili kila Jumapili. Tufuate, takuwa na mix hizi lugha zote ili tuweze kubarikiwa. Topic yangu leo ni kwamba the problem is direction. Shida ni mwelekeo. Topic ya asubuhi, the problem is direction. Shida ni mwelekeo. What is a direction? A direction, it is a line which points to a certain point or a place. It is a line that you normally take toward a direction or a place or a point. Nasema mwelekeo ni njia ambayo unachukuanga ukielekea mahali fulani bila diversion. Hallelujah. Bila some diversions. Hallelujah. So huyo ndio unaitwa mwelekeo. Na ndio maana unaona the moment tunashika mwelekeo, unapata ya kwamba tunajielewa na tunaanza kuelewa kule tunaelekea. Na kila mtu ana mwelekeo wake ambao anaupangia kwamba angependa kuwa na mwelekeo fulani.
Na basi nataka ufungue nami katika kitabu cha Mathayo 4 mstari wake ni wa 18. Matthew chapter 4 verses 18. And I will teach you according to the direction of the Holy Spirit. Maandiko yanasema hivi katika kitabu cha Biblia Kiswahili, naye alipokuwa akitembea kando ya bahari ya Galilaya, aliona ndugu wawili, Simoni aitwayo Petro na Andrea nduguye, wakitupa jarife baharini, kwa maana walikuwa wavuvi. Akawaambia, nifuateni nami nitawafanya kuwa wavuvi wa watu. Mara wakaziacha nyavu zao wakafuata. Akaendelea mbele, akaona ndugu wengine wawili, Yakobo na Zebedayo na Yohana nduguye, ambao walikuwamo chomboni pamoja na Zebedayo baba yao, wakizitengeneza nyavu zao. Akawaita. Mara wakakiacha chombo cha baba yao wakamfuata. Amen. Naye alikuwa akizunguka katika Galilaya yote, akifundisha katika mazinagoge yao na kuhubiri habari njema ya ufalme, na kuponya ugonjwa na udhaifu wa kila namna katika watu. Oh my God. Shida ni mwelekeo. Ninaposoma aya unapata kuna mwelekeo fulani ambao unaona kuna shida. Na Biblia inasema naye alipokuwa akitembea, huyu ni Yesu Kristo, naye alipokuwa akitembea kando ya bahari ya Galilaya, aliwaona ndugu wawili, au walikuwa ni wateka samaki, ni watu walikuwa na biashara za uvuvi. Na unapofungua Marko, hebu fungua Marko ili tuendanishe pamoja. Marko 1 mstari wa 16. Marko 1 mstari wa 16. Marko, the book of Mark chapter 1 verse 16. Marko 1:16. Na Biblia yangu inasema hivi. Marko 1 mstari wa 16. Na Biblia yangu inasema, naye alipokuwa akipita kando ya bahari ya Galilaya, akawaona Simeo na Andrea nduguye wakitupa jarife baharini, kwa maana walikuwa wavuvi. Yesu akawaambia, njooni mnifuate, nami nitawafanya kuwa wavuvi wa watu. Mara wakaziacha nyavu zao wakamfuata Yesu. Praise the Lord. Direction, yani anawatoa katika direction walikuwa nayo, anawapeleka katika mwelekeo mwingine. Haleluya. Na unapoangalia Luka, twende kwa Luka 5 haraka tu, kwa sababu sina muda. Jumapili nitajaribu niingie mapema ndipo niweze kufunza vizuri. So Luka 5, Luke 5 verses 5 to 6. Luka 5 mstari wa 5 na 6 inasema hivi: Simeoni akajibu akamwambia, Bwana mkubwa, tumefanya kazi ya kuchosha usiku kucha tusipate kitu, lakini kwa neno lako nitazishusha nyavu. Basi walipofanya hivyo, walipata samaki wengi mno, nyavu zao zikaanza kukatika. Wakapungia mkono washirika wao waliokuwa katika chombo cha pili waje kuwasaidia. Wakaja vikaza vyombo vyote viwili, hata vikataka kuzama. Haleluya, haleluya. Kuna kitu nataka nizungumze tu, ndio nazungumza hizi zote. Twende John chapter 21 verse 6 to 11. John 21 6 to 11. John 21. Yohana 21 mstari wa 6 hadi wa 11.
Kitabu ni cha Yohana iliyoandikwa na mtume Yohana. Haleluya. Na si yule aliyempatiza Yesu. Huyu ni mtume. Anasema hivi 21:6. Yohana 21. Oh my God. 6-11 inasema, akawaambia, litupeni jarife upande wa kuume wa chombo, nanyi mtapata. Basi wakatupa, wala sasa hawakuweza kulivuta tena kwa sababu ya wingi wa samaki. Basi yule mwanafunzi ambaye Yesu alimpenda akamwambia Petro, ndiye Bwana. Naye Simioni Petro aliposikia kwamba ni Bwana, akajifunga vazi lake, maana alikuwa uchi, akajitupa baharini. Na hao wanafunzi wengine wakaja katika mashua, maana hawakuwa mbali na nchi kavu, ila yapata dhiraa 200, huku wakilikokota lile jarife lenye samaki. Basi waliposhuka pwani, wakaona uko moto wa makaa, na juu yake pametiwa samaki na mkate. Yesu akawaambia, leteni hapa baadhi ya samaki mliowavua sasa hivi. Basi Simoni Petro akapanda chomboni, akalivuta jarife kwa pwani, limejaa samaki wakubwa, maana 153. Na ijapokuwa ni wengi mno, hiyo jarife alikupasuka. Praise the Lord. So nataka nizungumze nini hapa? Nazungumzia maneno tofauti. Maana namba ya kwanza, Yesu anapohubiri habari njema, anaenda anapata watu wa kwenye mwelekeo fulani, lakini anawaambia jooni mnifuate, niwapeleke kwenye mwelekeo tofauti. Ndio maana nimekuja na kichwa cha ujumbe ambacho kinasema shida ni mwelekeo. Maana unapozaliwa na tangu Mungu akuumbe kwenye tumbo ama umbo la mama yako, alikuwa na mipango na mielekeo fulani juu ya maisha yako. Ndio unaona ile mielekeo, kama haujaifahamu ama hakuna mtu wa kukueleza ama haujapata kitu cha kukupeleka upande wa kiroho kikuelekeza kwenye mwelekeo ulio sawa na uliokuwa ni mwelekeo ulioumbiwa, utajipata katika maisha unang'ang'ana, utajipata kwenye mikutano unang'ang'ana, utajipata kwenye maombi unang'ang'ana, utajipata kwenye biashara unang'ang'ana, utajipata pia kwenye ndoa unang'ang'ana, maana mwelekeo uliochukua si mwelekeo wa Mungu. Utajipata katika huduma ulio nayo unang'ang'ana, kwa sababu unachukua mwelekeo wako na sio mwelekeo wa Mungu. Hawa walikuwa wameelekezwa tangu kuzaliwa kwao wakaweza kuwa wafufi wa watu, lakini Yesu ndio alikuwa anaelewa ya kwamba mwelekeo waliochukua ni mwelekeo tofauti. Ndio unaona shida, ukiwa umechukua mwelekeo mbaya, hauwezi ukahitimisha ndoto zako na uweze ukaafikia kile Bwana ambao alikusudia uwafikie katika maisha yako. Kuna watu hapo wanaitwa kina Simioni, Zebedayo, kina Petero na hao wengine. Yesu anawapata wakifanya biashara za ufufi. Mara nyingine hivyo ndivyo kama leo. Mara nyingine unapata ya kwamba umeamuka asubuhi unaenda unapata, na saa nyingine unakosa. Kulingana matarajio yako sio vile ambavyo jioni umerejea na yale matarajio. Saa nyingine unaamuka ukiwa unakusudia mambo fulani ukiwa chini sana, lakini unapofika nyumbani unapata imeenda zaidi ya vile ambavyo ulikuwa umetarajia. Nasema shida si wewe, shida si neno la Bwana, shida si wokovu, shida ni mwelekeo. Kuna watu wanang'ang'ana sana katika ndoa zao. Kwa sababu gani? Shida ni mwelekeo. Kwa sababu walioa kama wajafikia, walioa wakiwa vijana, ama walioa wrong, they married wrong. And there is problem when you marry wrong. It is better to stay without marrying. It is better to stay longer without marrying than to marry wrong.
Praise the Lord. Maana ukiolewa na mtu ambao hakuwa mwelekeo wako ama hakuwa ubafu wako, ujue ya kwamba utang'ang'ana na ile ndoa. Itakuwa ni ya vita, itakuwa ni ya mang'ang'ano, itakuwa ni ya kutosikizana. Ukiendelea ukichukua biashara ambayo umeanzisha na hiyo ni mwelekeo mbaya umechukua, utajipata una compromise. Wewe ni wa corruption, yani una compromise. Ukiambiwa na mtu, maana kuna watu huwa wanakuja wanakueleza vile wanafanya biashara zao. Wengine wanaenda kwa waganga, wengine wanaamini manabii. Sasa unajipata umetoka katika mwelekeo, umeingia katika mwelekeo wa watu wengine ambao hukuanzisha nao. Praise the Lord. Ambia mtu shida ni mwelekeo. Na ukichukua mwelekeo mbaya katika maisha, ujue ya kwamba lazima utamaliza vibaya. Ukichukua mwelekeo mzuri katika maisha, ujue mwisho wako utakuwa wa furaha. Na ndio unaona kuna watu wanaondoka dunia hii wanaacha legacy, kwa sababu walichukua mwelekeo mzuri na unaofanana na wao. Ambia mtu chukua mwelekeo unaofanana na wewe. Shida ni mwelekeo. Maana kuna mtu leo hana chochote, mshahara anapata vizuri, lakini hana chochote kwa sababu ya mwelekeo ambao ni mpangilio mbaya wa maisha yake. Maana chochote unapata kinastahili kukubariki. Kuna watu hawezi wakavaa nguo vizuri. Shida ni mwelekeo, shida si yeye. Kuna mtu hawezi akaishi maisha mzuri, kila wakati tu anaona hawezi. Kwa sababu gani? Mwelekeo aliochukua ni mwelekeo kumpeleka mahali pabaya. Praise the Lord. Yesu akawapata hao wakifua samaki, akapata mwelekeo waliochukua kila wakati ni kunungunika. Hawawezi wakawa na kitu, wanabishana kila wakati, wanang'ang'ana sana, wanazunguka kwenye mifiringo wasioweza kuivunja. Kwa sababu gani? Mwelekeo waliochukua si wao. Ndio maana nawaambia njoni mnifuate. Praise the Lord. Na wakitaka kujua ya kwamba akona uwezo wa kuelewa mwelekeo wao, akawaambia basi endeni tena. Maana wanasema tufanye nini? Maana tumekuwa hapa usiku kucha na hatujapata chochote. Maana kule mbele tumesoma aliwaambia wafuate, pengine aliwaambia wafuate na ikawa wanamfuata na bado wanafuata kile walikuwa wanafanya. Wamefuata mwelekeo ambao wameonyeshwa, lakini bado wamegeukia mwelekeo wao. Lakini kuna mahali wanafika wanasema tufanye nini Bwana, maana tumekuwa hapa tangia usiku mpaka sasa hatujazua chochote, tuko na mikono mitupu. Praise the Lord. Biblia kimombo ama kizungu inasema kwamba aliwaambia go to the right side because they were in the left side. It means problem, it is a position. Problem, it is a direction. Hallelujah. Sio wao, si eti ya kwamba wajui kufua samaki, lakini direction ambao walikuwa wamechukua ya left side, it was not their direction. Maandiko yanasema kwamba alipowaambia hivi wakasema kwamba kwa sababu, maana unaweza onyeshwa direction, unaweza onyeshwa mwelekeo na ukubali kufuata ama ukatae. Lakini wakati wameanza kufuata mwelekeo, akasema kama ni wewe Bwana tutatii. Alikuwa anataka kuonyesha how powerful and mighty he is, because he can be obeyed by anything, the living and non-living. Praise the Lord. Wakasema kama ni wewe Bwana tutatii. Hili litendeka wakati walitii. Maandiko yanasema samaki pale, hebu niambie, right side kuna samaki, left side hakuna samaki. Ndio unaona wrong direction itatupeleka kwa kung'ang'ana na kufanya kazi pasipo na malipo ya kufurahisha. Amen. Kukaa katika wokovu wa kucomplain, kuanzisha zile talanta zetu tunazifanyia kazi katika wrong direction. Like on the right side. Amen. Walipokuja, maandiko yanasema walijaribu, hata nyavu zao zilikuwa ziko karibu kukatika mpaka wakaita majirani, kumaanisha there were plenty. Praise the Lord. Adequate. Zilikuwa zimejaa. Au utapata ujazo katika chochote unafanya unless you are in the right direction. Inua mkono wako, sema Bwana nipatie mwelekeo unaofaa. Inua tu mkono wako, mwambie Bwana nisaidie kujua mwelekeo unaofaa. Inua mkono wako, mwambie Bwana niongoze kila siku kwenye mwelekeo unaofaa.
Na ndio Musa anasema bila wewe Bwana sitaenda, kwa sababu alienda sana peke yake akajipata ameua mtu. Alienda sana peke yake ikawa anang'ang'ana na anataka kuuawa na Farao. Alienda sana peke yake akawa anatumia nguvu zake, ndio akatambua bila wewe Bwana siwezi nikaenda. Maana nasema kuna mtu alitoka Yerusalemu akielekea Jeriko, akatoka kwenye direction, mwelekeo unaofaa, akaenda mwelekeo usiofaa. Maana nasema akakutana na wakora, wakampiga karibu kumuua. Praise the Lord. Ni vizuri kila wakati unajiuliza, am I in the right direction? And who can show you the right direction? Who can assure you are in the right direction? Only Jesus, the Son of God, the Spirit in you. Kutambua kilicho ndani yako na kukisikiliza, na kila wakati kukaa ukijiangalia na kujiuliza, na pia ukiuliza mwenye kukuumba, naye atakuonyesha mwelekeo unaofaa. Ndio unaona tunang'ang'ana kufanya vitu kwa sababu tuko katika mwelekeo. Mara nyingi tunafuata mwelekeo wetu, hatufuati mwelekeo wetu. Ndio unaona unapigana katika ndoa yako kwa sababu ulichukua mwelekeo usiofaa katika maisha yako. Naye Bwana akasema, kwa sababu ukiniuliza, enda peke yako. Ukiwa peke yako utaweza, lakini ukiwa na Bwana utaweza. Mtu aseme nitaweza. Mtu aseme nitaweza. Mtu aseme nitaweza. Kwa sababu niko na Bwana nitaweza. Nami natangaza katika maisha yako utaweza. Praise the Lord. Hallelujah. Unaona Bwana aliposema, na ndio unaona kuna sauti huwa zinakuja kwa mtu. Sauti hizi zinakupea mwelekeo, lakini unapuuza. Maana mwanadamu ni wa kupuuza. Amen. Unaambiwa amka, jitayarishe, enda kanisani, lakini kuna kasauti kingine, maana ni mwelekeo, maana sikio ndio Bwana anazungumza na wewe, ndio Bwana anashuka katika maisha yako, lakini unajipata kuna kasauti kingine kanakwambia usiende. Kuna wageni, unapangia mipangilio yako. Siku ya kazi unaenda mapema, lakini siku ya kanisa unaenda ukiwa umechelewa. Kwa sababu hauna passion, hauna zeal, hauna kiu, hauna njaa ya Bwana. Na Bwana ndio hiyo masaa alikuwa anashuka, maana alikuleta kwenye mwelekeo na ukakataa, anakupata haupo. Sasa mwelekeo wako unakuwa na dhoruba. Praise the Lord. Tuseme Bwana nipe mwelekeo unaofaa. Na ukiwa na mwelekeo unaofaa, watoto wako watafurahia. Ukiwa na mwelekeo unaofaa, hata wewe kabla ufe utafurahia. Watu watatamani kukaa kama wewe unapokuwa kwenye mwelekeo unaofaa. Watu wataambiwa wasome kutoka kwako unapokuwa kwenye mwelekeo unaofaa. So shida si wewe, shida ni mwelekeo. Kwa nini uliolewa na ndoa ya machozi? Shida si wewe, ni mwelekeo uliochukua. Kwa nini unang'ang'ana kwenye biashara? Shida si wewe, ni mwelekeo wa ongo, mwelekeo wa waganga na mitishamba uliochukua. Hiyo ndio shida. Kwa nini unaonewa katika hiyo kampuni? Mwelekeo uliochukua wa kuonkana ili uweze kufanya hivyo. Mwelekeo uliochukua wa kulala na matajiri, kulala na manager. Mwelekeo uliochukua ukapitania mtu akatoa kwenye hiyo kitu ukakalia. Huo mwelekeo ndio shida. Mtu aseme shida ni mwelekeo. Shida sio mimi, ni mwelekeo. Praise the Lord. Shida sio mahali ulizaliwa. Maana tunaona watu wanazaliwa kutoka mahali hakuna na kunafanyika kitu. Praise the Lord. Shida si mahali shida ni mwelekeo. Mwelekeo wa marafiki uliochukua, hiyo ndio shida. Wengi leo hii wanapotea kwa sababu ya mwelekeo waliochukua wa marafiki. Kuna marafiki utachukua mwelekeo kukaa nao, watakupoteza maisha yote. Watakukwaza maisha yote, watakurudisha nyuma maisha yote. Maana ukichukua mwelekeo kukaa na walevi, utakuwa mlevi upende usipende. Ukikaa na machangudoa, utafanyika kahaba tu easily. Ukikaa na waongo, mwelekeo umechukua ni huo tu. Na mwelekeo, that's why mwelekeo, tunapozungumza mambo ya mwelekeo, hata Bwana alisema nimefanya yangu, nimewapatia, you choose. Ambia mtu chagua. Aliposema kwamba mbele yako nimeweka mauti na nimeweka uzima, sasa ni juu yako uchukue. Sasa huo ndio mwelekeo ambao utakaochukua. Praise the Lord. Kutoka leo nataka uanze kujifikiria na uanze kujielewa na uanze kuelewa ni mwelekeo gani ambao utakaochukua katika maisha yako. Praise the Lord. Na mtu anaitwa Jona. Jona anapewa mwelekeo wa kwenda Nineve, lakini kwa sababu ya ugairi anachukua mwelekeo mwingine wa kwenda wapi? Tashishi, kwa njia ya Jopa.
Maandiko yanasema nini? Kwa sababu Bwana alikuwa amemchagua mwenyewe afikishe ile ripoti, hakuweza kukamilisha mwelekeo wake. Alijipata kwenye tumbo la samaki. Ndio unaona kwenye tumbo la samaki si mahali pazuri. Ukichukua mwelekeo ambao Bwana hajakupatia, ukichukua mwelekeo ambao si mwelekeo wako, lazima utang'ang'ana. Jona aling'ang'ana kwenye tumbo la samaki. Praise the Lord. Haikuwa rahisi. Sababu kwa tumbo kuna digestion. Kuna mashini huwa zina digest chakula. Kwa hivyo chochote kinaingia pale lazima kiwe digested. Praise the Lord. Kwa tumbo si mahali pazuri. Ndio unaona mtoto ni mtoto sana akiwa pale, lakini mtu mzima hawezi akatoshea. Leo ukifungwa mikono na nini ukae pale kwa siku 3, my friend, haiwezekani. Ni mahali, ni kitu ngumu sana. Kuna kung'ang'ana pale kwenye mwelekeo usiofaa. Leo nimekuja niongea na watu ambao saa nyingine bila kujiangalia na kuuliza Bwana, bila kujifikiria, huwa wanachukua mielekeo mibaya, na hiyo mielekeo mibaya wanajipata wameingia kwenye shida. Maana ukichukua mwelekeo mbaya ni shida utajipata nayo. Ukiongelesha mzee wako vibaya, ni mwelekeo mbaya umechukua, utajipata amekupiga bila kujua. Pengine hajaokoka kama wewe. Amen. Praise the Lord. Unaona kuna watu wakija, mimi kama the apostle, baba yao nikiwapatia mwelekeo unaofaa, unajua kuna watu kuja na solution na kudila mtu aliye na suluhu ni mtu mzito sana kumsaidia. Maana atakuja na solution na amekuja kutafuta solution. Haiwezekani. Ukimwambia hii haiwezekani, anakwambia ni sawa, kumbe anasema inawezekana. Ndugu zetu Waislamu, hauwezi ukaoa kwa Muislamu, hata wewe ni Muhindi, hata wewe ni mzungu, unless uwe Muislamu ndio wakukubalie uoe. Hauwezi wakakubali uolewe na Mkristo ama dini lingine. Lakini ukija tukikwambia basi kama hawataki hivyo hiyo masharti utaweza kwa sababu ya Ukristo, unasema hapana, nitamubadilisha baadaye. Wewe ndio utabadilishwa. So huyo ni mtu aliye na suluhu. Na akichukua wrong direction, ndio unaona ya kwamba ukibishana na wale watu wakusomea Qur'an, hauwezi ukasurvive. Utabeba makaratasi. Kuna maisha leo unapitia kwa sababu ya wrong direction. Because problem it is not you. Problem it is not your parents. Problem it is not where you're living. Problem is the direction that you took, which is wrong direction. Tunasema amina. Tunasema amen. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Amen. When you read the book of Matthew 14, Mathayo 14 kwa haraka. 14 verses 25. Matthew 14 verses 25. Biblia inasema nini? Inasema hata wakati wa zamu ya 4 ya usiku, Yesu akawaendea akienda kwa miguu juu ya bahari. Wanafunzi walipomwona akienda juu ya bahari, wakafadhaika wakisema ni kivuli, ni ghost. Wakapiga yoe kwa hofu wakiongopa. Mara Yesu alinena akawaambia, jipeni moyo, ni mimi, usiongope. Petro akajibu akasema, Bwana, ikiwa ni wewe, niamuru nije kwako juu ya maji. Akasema, njoo. Petro akashuka chomboni akaenda kwa miguu juu ya maji ili kumwendea Yesu. Lakini alipouona upepo akaogopa, akaanza kuzama, akapiga yoe akisema, Bwana, niokoe. Mara Yesu akanyosha mkono wake akamshika akamwambia, ewe mwenye imani Aba, mbona uliona shaka? Nao walipanda chomboni, upepo ulipokoma ama ulikoma. Nao waliokuwamo ndani ya chombo wakamshuhudia wakisema, hakika wewe mwana wa Mungu. Ni nini imewadhibitisha yeye ni mwana wa Mungu? Jambo la kwanza, yeye mwelekeo aliyochukua hauzimii.
Amen. Lakini wao walipoona tu waliongopa. Number one, mwelekeo wa mawazo yako ambao unajua mtu akibarikiwa mara nyingi huwa tuna praise shetani. Nasema huyu hatumii njia mzuri. Amen. Sababu Wakristo ni watu wa kujidoubt. Hawaamini kile ambacho wamekibeba. Lakini kama imani yako imebeba kitu, mwanamke akiwa mjamzito, chochote amebeba, wakati amekiachilia ama amekileta, lazima anasikia amefurahia. Kwa nini kama imani yako imebeba kitu usiende nayo mpaka mwisho? Mwelekeo uliochukua wa imani wacha kupeleka katika mwisho, uone ni nini ambacho ulikuwa umebeba katika imani. Na kile imani yako imebeba lazima kitazaliwa. Praise the Lord. Hallelujah. Lazima kitafanya nini? Kitazaliwa. Number one, walianza kufikiria ni jitu. It is a ghost. Na hiyo tu ikawa ni shaka. Lakini wakasema, Yesu akamwambia ni mimi. Petero akasema, kama ni wewe niambie nije. Akamwambia njoo basi. Akaanza kutembea vizuri kwa mwelekeo wa Bwana. Lakini alipoona upepo, akadivert his direction to the wind. Praise the Lord. Problem ya watu wanapochukua njia kutoka Jumapili, Jumatatu sasa wanachukua njia nyingine kwa sababu ya sauti wanazosikia na maisha wanapoangalia na mtazamo wa vitu wanapoona, kwa sababu walikuwa wameambiwa na mchungaji wao tukienda hivi tutafaulu, lakini wanapotoka nje wanaanza kusikia makelele kule nje za mbwa, wanaanza kuona kweli hatutaweza. Praise the Lord. Hiyo ndio inatushusha moyo, kwa sababu shida ni mwelekeo, shida sio wewe. Akaanza kuzama. Leo kuna ndoa zinazama leo. Leo kuna ministry zimezama leo. Kuna visions and ideas which are sinking right now. Praise the Lord. Why? Because of the wrong direction. Amen. Praise the Lord. The direction is the problem. They were on the left side, but Jesus told them, go to the right side. Praise the Lord. Then you will enjoy your life. I'm here to say, when you are in the right direction, you will enjoy your life. You will make it in the name of Jesus. You will find yourself attaining what that you could not attain, what your parents could not attain. Praise the Lord. Mwelekeo ndio shida. Kuna watu wamezama kwenye mabiashara za watu. Kuna watu wamezama kwenye makambani. Kuna watu wamezama kwenye njia moja ambao haiwapeleki mahali. Kutoka leo, chochote ambacho umekifanya kiwezi kukusaidia, wachana nacho. Chochote unafanya kutoka Januari mpaka Disemba, hauoni change, uko katika mwelekeo mbaya, wachana na ile kitu. Anza mwelekeo mwingine. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. Kuna mahali, unajua shida ya watu ni kushikilia. Kuna mahali ulifika ukafikiria umefika. Unasemanga, unakaa na kushtuka maana walipatwa na hofu. Unasema nikiacha hii, nitaenda wapi? Hiyo ndio shida. Fear. It is the opposite of faith. Fear, it is a dangerous disease. Maana fear itakufanya uzame. Maana leo kuna watu wamezama juu ya hofu, ya hofu. Halo? Halo? Kuna watu wamezama kwa sababu ya nini? Ya hofu. Na imewapeleka kwenye mtazamo na mwelekeo ambao ni wa kuwapoteza, ambao ni wa kulia, ambao ni wa kunung'unika. Hallelujah. Praise the Lord. John 6:19. John 6:19. Haraka. Biblia inasema vipi? Basi wakavuta makasia kadia maili 3-4, wakamwona Yesu anapenda juu ya bahari na kukikaribia chombo, wakaongopa. Naye akawaambia ni mimi, usiongope. Basi mara hiyo chombo kikaifikiria nchi iliyokuwa wakiendelea. Nitasema praise the Lord. Kwa hivyo anazama
Petro anazama kwa sababu ameanza ku lose focus. Sio kule alikuwa. Unajua saa nyingine unaweza kuwa na mipango mizuri kila mwaka. Tunakuja hapa tunatangaza the theme of the year. Lakini unaanzisha, unakuwa na timetable yako, unasema na unaleta hata wakati tunaombanga hapa ile maombi ya kila mwaka. Unaandika maombi yako kwa karatasi, unajaza pale kila siku unaandika. Unakuwa na mtazamo, unasema mwaka huu nataka niwe hivi, nataka nielekee hivi. Lakini punde tu unaanza kupoteza kwa sababu ya economy. Unasikia kuna corona, unasema basi huu mwaka ni wa corona. Wangapi wamemuona Bwana wa kipindi cha corona? Mimi nimemuona Bwana kipindi cha corona. Pigie Yesu makofi. Maana hatujabebwa na vipindi vya wanadamu na vile mambo tunavyoyaona, lakini mielekeo na mitazamo yetu ni kwa sababu Bwana alituambia hata katikati kwenye bonde la uvuli wa mauti bado nitakuwa Mungu wako na nitakuokoa. Praise the Lord. Call unto me and I will deliver you. Ongea kuhusu Bwana anaweza. Amen. Hallelujah. 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 Exodus 4. Haraka. Exodus. Kutoka kitabu cha Kutoka 14. Exodus 14. Exodus. Kitabu cha Kutoka 14. Kitabu cha Kutoka. Hallelujah. Kitabu cha Kutoka 14. Mstari wa 20 okay. Kifungu ni cha 4 sio 14. Kifungu ni cha 4 mstari wa 4. Exodus 4 verse 4. Bwana akamwambia Musa, nyosha mkono wako kamshike mkia. Akaunyosha mkono wake akamshika, naye akageuka kuwa fimbo mkononi mwake. Haleluya. Kiangalia verse 17. Mstari wa 17. Nawe utatoa fimbo hii mkononi mwako, na kwa hiyo utazifanya zile ishara. Praise the Lord. Yes, Mungu hapo anapatia Musa mwelekeo. Anamwambia ndio waganga wapo. Ndio kuna watu watafanya kile ambacho nataka kufanya. Kuna watu watajifananisha. Kuna watu wanatumia nguvu. Lakini kuna ishara moja nataka nikupatie. Ya kwamba toa mkono wako ushike ile fimbo upande wa mkia, kama ile nyoka upande wa mkia. Na ile fimbo itabadilika ikuwe nyoka na itameza tu nyoka kingine. Maandiko yanasema naye Musa akafanya vile Bwana alivyomwambia. In other words, alikuwa katika direction ya dilemma, mahali ambapo alikuwa anahitaji msaada. Lakini Bwana akamwambia wachana na hiyo yako ya kwamba iwezekani, wachana na hiyo ya kwamba unaona ni wengi sana kukupita, ingia katika mwelekeo unakuonyesha sasa, na hiyo utaona ushindi. Ingawaje wataleta kama zile ambazo unaziona, ingawaje wataleta mfano wa kile nataka kufanya, lakini utakuwa mshindi at the end of the day. Maandiko yanasema naye Musa akafanya kile Bwana alimwambia. Uko tayari kuchukua mwelekeo ambao Bwana atakupatia? Amen. Are you ready to take the direction that the Lord wants to give you? Are you ready, church? You can tell me yes, you can say yes to me. But the only problem, obeying is the problem to all believers and to all men, to all humanity. Praise the Lord. Hallelujah. Ni direction gani ambayo Bwana amekupatia na hujaifuata katika maisha yako ya ujana wako, ya uzee wako, ndio hujachukua? Maana utaki kusikia wewe. Ni kuna watu hata ukiwaambia wao wanataka kujifanya wanajua, hata wakielezewa wanaona kila kitu washakuwa na uamuzi. Na Bwana akampa Jabez kulingana vile aliomba. Unajua Mungu yeye ukupatia kulingana vile unaomba. Unaweza ukaomba hii na Bwana akupatie hicho ambacho unataka, maana upeana kile unataka. Na kuna watu omba hii akiwa na suluhu hii. Praise the Lord. Nimekuja, nishampata, ni huyo tu Bwana. Sitaki maneno mingi. Unamwambia ni huyo.
Amen. Kama ndata unataka kuona unasema mimi silali na anafanya usingizi, na ukiona silali ni Bwana amenipatia huyo ndio nataka. Na ujaenda kwao ujue aliolewa na wanaume wangapi. Na amekuja hapa Nairobi amejiosha, amejipaka zile makeup, sasa unaona ni huyo na ulali juu yake. Kuna wale wa kulala juu yake na wakaachana na yeye. Praise the Lord. So usije kwa Mungu ukiwa na solution. Kuja kwa Mungu akupatie direction. Na akikupatia direction, wacha kusema hizo ni toto mbaya. Mapepo ilinitembelea ikanionyesha si yeye, lakini nasikia ndani ya roho yangu ni yeye. Utakuwa unatuletea kazi ya maombi ambayo ijibiki. Maana kuna njia ionekanayo njema kwa mwanadamu, lakini kumbe mwisho wake ni uharibifu. Kuna hiyo njia itakupeleka ukidhani utashinda. Unaweza ukafanya corruption leo katika leadership and position that you have, ukidhani ya kwamba ni Bwana amekubariki, na unashuhudia unasema ni Bwana amekubariki, na you are a Christian ukisema kwamba Bwana amekubariki, lakini mwisho wake utalia. Maana Bwana alikuachilia akasema utukufu wangu uliondoka kwao. Praise the Lord. Wakati utukufu wa Bwana utakuondokea, itafanyika kama Eli. Ilifanyika kwake nini? Praise the Lord. Katika position yako mwambie Bwana nipe direction. Amen. Na ukijipata katika wrong direction, mwambie Bwana sasa nimesikia na nimejipata kweli sijui kitu, nipatie direction. Hallelujah. Watu wanakuja kwa for advice about business. Unapowaeleza ile ambapo wangeweza kuanzia, yeye anataka kuanzia pale, anakuambia hapana, niko na 1500. So hiyo 1500 ukimwambia usiwekeze kwenye biashara yote, anzia na hii kidogo, uanzie from scratch, anakuambia hapana. Anachukua ile pesa yote anaenda anarundika kwenye biashara. Wrong direction and the wrong solution. Akiwa pale mwezi inaisha, stock iko, ana pesa ya kulipa rent. Sasa niombe biashara ifanye. Amen. Lakini ungeenda na mpangilio, ile pesa ungechukua bado ile kwa account ulipe, maana biashara uwezo ukafungua leo na ianze kazi leo. Kuna kipindi cha watu kukujua. Kuna kipindi cha interaction. Na hicho kipindi ni miezi, kuna miezi utangangana. Lakini mwenye nyumba umulipe na wewe uamke ukiwa pale tu. Hata kama upate unaamka unakuwa pale tu. Lakini umefungua kazi leo unataka kuingia saa 6. Praise the Lord. Nasema bado hujapika. Hallelujah. Na hapo tu ile pesa unapata kidogo ndio unalipa nyumba ya kukaa, ndio unalipa pale. Hauwezi ukaenda pahali utaanza kuchukia biashara, utasema mkono wa Bwana uko juu yako. Wrong advice and wrong direction and disobedience. Praise the Lord. How many people are getting what I'm saying? Ambia mtu chukua mwelekeo unaofaa. Hallelujah. Musa akafanya kile Bwana alimwambia. Kile Bwana alikuambia, umeng'ang'ania katika leadership ambao maono si yako, lakini wewe unasikia ku give up. Kwa sababu Bwana alikwambia I want you to be there so that you may learn. I am teaching you. I am making you to become a better leader. Amen. Na kutengeneza, maana kule na kupeleka kunahitaji mtu aliye na na kule unataka kwenda uwezo kaenda mpaka upitie hapo Musa. Hii miaka 40 lazima uende ya kilio. Ndiposa nikikupeleka pale upigane na majitu. Lazima Daudi ukae katika hii, ukutane na dubu na simba. Ndiposa uelewe na uelewe mkono wangu vile unafanya kazi. Praise the Lord. Ndiposa nikileta Goliathi, wakati wanang'ang'ana wakiuliza, wakiongopa, majeshi yakiongopa, utokee useme I can do it. Watakuvalisha mavazi ya vita useme sijazoea hii. Nilikuwa tu vile nilivyo na nilikuwa nararua masimba. Then utasimama wakiona kama ni mzaa, utaangusha Goliathi na kisha baadaye nchi yote itapata furaha. Praise the Lord. Lakini kama utafuata mwelekeo, utasema haleluya. Utasema haleluya. Tunasema haleluya. Verse chapter 7 verses 9. That is Exodus. Oh my. Na masaa imesonga kusonga. The 7 verses 9 quickly. Farao atakaponena nanyi na kuambia jifanyieni miujiza, ndipo utakapomwambia Aruni, shika fimbo yako uibwage chini mbele ya Farao,
ili iwe nyoka. Basi Musa na Aruni wakaingia kwa Farao, wakafanya vivyo kama Bwana alivyowaambia. Aruni akaibwaga fimbo chini mbele ya Farao, mbele ya watumishi wake, ikawa nyoka. Ndipo Farao naye akawaita wenye akili na wachawi na au waganga na Wamisri wakafanya vivyo kama kwa uganga wao. Wakabwaga chini kila mtu fimbo yake, nazo zikawa nyoka. Lakini fimbo ya Aruni ikazimeza fimbo zao. Moyo wa Farao ukawa ni mgumu, asiwasikilize kama Bwana alivyonena. Bwana ako tayari kutimiza kama alivyonena, kama utafuata kanuni zake na njia zake. Ingawaje fimbo zao zilifanyika manyoka mingi, fimbo ya Farao ikafanyika ya Musa na Aruni ikafanyika nyoka moja, ikazimeza zile nyoka mingi. Wingi wa matatizo haufanyi shida yako isifaulu. Wingi ya masumbuko na mateso haikufanyi kutopona katika hiyo masumbuko, haikufanyi kutotoka tu pale. Praise the Lord. Yaweza ikawa ni mingi na ni kubwa, lakini si kubwa, kwa sababu Bwana tone moja yake iko na uwezo wa kutuliza bahari. Mtu aseme amen. Mtu aseme haleluya. Ukiangalia verses 20 inasema nini hapo tu? Verses 20, Musa na Aruni wakafanya hivyo kama Bwana alivyowaambia, naye akainua ile fimbo na kuyapiga maji yaliyokuwa mtoni mbele ya Farao, mbele ya watumishi wake, na hayo maji yote yaliyokuwa katika mtao ama mto yakageuzwa kuwa damu. Bwana alizungumza akasema the same fimbo. Maana Mungu akikwambia tumia fimbo, wacha kutumia kitu kingine. Akikwambia tumia hii njia, wacha kutumia nyingine. For example, ametupatia njia ya maombi, tumia maombi tu, tumia kuamini tu. So hiyo fimbo alipopiga tu, kama ni pond, kule kulikuwa na fish pond and other dams and what where they could bath, mali wangeoga, mali wangepata maji. Ilisema apige tu, ilikuwa inageuka inakuwa damu. Praise the Lord. Maana Bwana akisema ako na uwezo wa kufanya nini? Wa kutimiliza. Ukiangalia chapter 14 verse 16, 14:16. Nawe inua, sikia. Bwana akamwambia Musa 15, mbona unanililia mimi? Waambie wana wa Israeli waendelee mbele. Nawe inua fimbo yako, ukanyoshe mkono wako juu ya bahari na kugawanya nao wana wa Israeli wapate watapita kati ya bahari katika nchi kavu. Nami tazama, nitaifanya mioyo ya Wamisri kuwa migumu, nao wataingia na kuwafuatilia. In other words, jeshi pamoja na jeshi lote ataifanya mioyo ya Farao na Wamisri iwe migumu. Watajipata tu maana wana appetite ya kuwakamana na kuwamaliza. Atawafanya wawe na hiyo appetite. Lakini wewe ukigawanya, jua ya kwamba usi lose focus, usi lose direction. Endelea tu na huo mtazamo. Songeni mbele, nami nitawakamatia maadui zenu. Praise the Lord. Bwana anaweza akafanya adui yako ajilete mchana umuone kama kweli utafuata direction ya Bwana. Wacha kupigana na watu, endelea mbele na Bwana. Endelea mbele na kile unafanya, naye Bwana atakuonyesha ni nani wanaokupiga vita. Bwana atakuonyesha kile unachokipitia na njia ya kutokea kwa kule ambako umelemewa. Mtu aseme amina. Mtu aseme amen. Chapter 17 verses 4. Namalizia. 17 verses 4. Exodus. Anaambiwa tu tumia hii na itafanyika hivi. Musa akamlilia Bwana akasema, niwatendee nini watu hawa? Bado kidogo nao watanipiga kwa mawe. Bwana akamwambia Musa, pita mbele ya watu ukawachukue baadhi ya wazee wa Israeli pamoja nawe, na ile fimbo yako ambayo
uliupiga mto kwayo, uitwae mkononi mwako, ukaende. Tazama, nitasimama mbele yako uko juu ya lile jambari katika Orebu, nawe utalipiga jabari, na maji yatatoka, watu wapate kunywa. Praise the Lord. Watu wafanye nini? Wapate kunywa. Ukisoma mpaka nini alifanya the same. Haya, nataka ufungue Numbers ndio tumalize. Numbers 20. Kwa hivyo Musa alifanya tu, alifuata tu mwelekeo wa Bwana. Shida sio sisi, shida ni mwelekeo. Kuna mwelekeo utachukua ambao utatughadhabisha nyakati zote. Numbers, kitabu cha Hesabu. Numbers, kitabu cha Hesabu 20, hapo ndio nataka nimalizie. 20 mstari wa 8 hadi wa 11. Twaa ile fimbo ukawakusanye mkutano, wewe na Aaron ndugu yako, ukauambie mwamba mbele ya macho yao, toa maji yake, nawe utawatokezea maji katika mwamba, na hivyo utawanywesha maji kutoka na wanyama wao. Maji mkutano na wanyama wao. Musa akaitoa ile fimbo kutoka mbele za Bwana kama alivyoamuru. Musa na Aruni wakawakusanya kusanyiko mbele ya mwamba. Akawaambia, sikizeni sasa enyi waasi, je, tuwatokezee maji katika mwamba huu? Musa akainua mkono wake, akaupiga ule mwamba kwa fimbo yake mara 2, maji yakatoka mengi, mkutano ukanywa na wanyama wao pia. Sikia sasa, Musa ameanza kukasirika. Watu wanataka kumuua. Watu wasikufanya usifuate mwelekeo wa Bwana. Haleluya. Watu wanataka kumpiga. Watu wanaleta solution mingi ambazo hazina mwelekeo wa Bwana. Mpaka akakasirika, akaanza kumuuliza Mungu maswali. Mungu akamwambia kwamba sasa usipige mwamba, nena na mwamba. Praise the Lord. Lakini kwa sababu yeye ni Mungu wa rehema, alipoupiga mara ya kwanza hukutoa maji, ikabidi apige mara ya pili ndio ukatoa maji, kwa sababu Mungu ni wa rehema. Lakini hakumwambia apige, alimwambia nena na mwamba. Mungu afanyangi vitu kulingana na vile unafikiria. Unaweza mngojea kwa njia, anatokea kwa njia. Praise the Lord. Akamwambia nena na mwamba, na nafikiria hii ni mojawapo ya sababu ya Musa kutokuingia kule Kanaani. Kwa sababu aliambiwa nena na mwamba, akafikiria bado vile aliupiga, basi hata akipiga hakuna shida. Praise the Lord. Eli anaambiwa kwamba watoto wako wamekuwa wakilala na wasichana kwenye madhabahu, wamekuwa kila vyakula vya madhabahu. Anasema Bwana atawaadhibu. Anasema Bwana afanye kama yeye. I don't care, kwa sababu yeye ni Mungu, afanye kama yeye. Badala ya kumwambia Bwana amulilie na awachukue watoto wake awarekebishe, maana mwelekeo waliochukua ni mbaya, akawasema Bwana afanye kama yeye. Hata yeye amechoka. Praise the Lord. Kuna mielekeo mingi ambayo tunachukua ambayo inatupoteza katika maisha. Bwana amekwambia fanya hii, na unajipata unafanya hii. Sasa ingine unajipata unasema ya kwamba kweli muujiza umetendeka, lakini ukumbuke ule muujiza umetendeka, anaambiwa ongea na jambari, lakini anaipiga. Mara ya kwanza ikatoa maji, ya pili inatoa maji. Unafikiria Bwana alifurahia? Hakufurahia. Ndio kuna mwelekeo ambao umechukua wa kimaisha. Kuna mwelekeo wa kutolipa zaka, kuna mwelekeo wa kutosupport kazi ya Mungu, kuna mwelekeo wa kutoomba, kuna mwelekeo wa kutofanya kazi Bwana aliyokuitia, kuna mwelekeo wa kutosimama na masikini, kuna mwelekeo wa kutosimama na taifa la Kenya, kuna mwelekeo wa kuchochea watu, ukijua interest zako kama kiongozi ni interest za kupoteza nchi, ni interest za kudidimiza wanyonge. Niseme uwe mwelekeo, mwisho baadaye utakukula. Mwisho baadaye utaona njia utatumbukia, si njia ya furaha. Praise the Lord. Ule mwelekeo Bwana anasema kwamba nisikilize sauti yangu, ukachukua mwelekeo
ambayo nitakayekuonyesha. Na kama umeniita ili nikakupatia mwelekeo, kubaliana na mwelekeo wangu, nami nitakupeleka. Inaweza kuwa ni ngumu, inaweza kuwa ni ya kung'ang'ana, inaweza kuwa inaonekana haina mwangaza mbele, lakini tulia tu. Unapofuata kile Bwana anasema, unapofuata mwelekeo wa Bwana, shida si wewe, ni mwelekeo. Unapofuata mwelekeo wa Bwana, basi utajipata katika utukufu wa Bwana. Utajipata umekumbatiwa, utajipata umetoka kwenye baridi na Bwana amekufika vazi la joto, na umeanza kujihisi kama mwanadamu. Ndio watainuka walio na pembe kubwa, lakini hawatakuweza, kwa sababu Bwana njia aliyokupatia ndio itaweza kuwa ina pingamizi, inaweza kuwa ni ya kung'ang'ana, lakini ujue kwamba you are in a preparation. Don't allow yourself to be in a wrong direction. The problem is that direction. Change from your direction. In Hebrew, we call it metanoia. You change from your thoughts to the thoughts of God. You change from the place that you are moving on to the place that God changing you. Praise the Lord. Hallelujah. Tell God, I need your direction. Raise up your hand and tell God, I need your direction. Help me to go in the right direction. Mwambie Bwana, nisaidie nikawe katika mwelekeo mzuri. Naongea na watu ambao sasa hivi kuna mielekeo walichukua. Umejifinya katika hiyo ndoa kwa sababu unajua vizuri sana mwelekeo ulichukua ukiambiwa au kusikia. Na umejifinya pale na unajua kwamba huyo mzee ni mzee wa mtu, na unaendelea kuishi na unasema pengine Bwana alikuitia. Bwana si Mungu wa confusion. Kama uko na mzee wa wenyewe, achilia mzee wa wenyewe, ingia katika direction ya kutafuta mzee wako, na Bwana atakuletea mzee aliye wa kwako, atakuletea mke aliye wa kwako. Bwana si wa confusion. Akikupatia njia, hautapata confusion kule mbele. Ulionkana ukawa katika ile kazi, anza kuambia Bwana, niliingia hapo by mistake, and I don't want to die here. I don't want to suffer in this direction. I want you to change my direction so that I may prevail in my life, so that I may have happiness in my life, so that I may enjoy in my life. Praise the Lord. Hallelujah. Usinganganie mahali pamoja ukafe pale. Mwambie Bwana kila wakati, nimeamuka, nipe direction. Hallelujah. Kuna njia ukienda bila Bwana utasumbuliwa na City Council of Nairobi. Kuna njia ukienda bila Bwana utashikwa na maaskari kila wakati. Kuna njia ukienda bila Bwana, watu na mapepo itafanyika mkutano katika maisha yako. Utachukiwa na kila mtu. Kuna mahali naongea na nasikia kwa sauti ya Roho. Kuna mtu anakaa mahali pale umeona ya kwamba ukiachana na hiyo kitu utang'ang'ana maisha yako yote. Nikwambie no. Just leave it. Do away with it. Toka pale ambao unaona ya kwamba ukiachana hapo maisha yako yataumia. Haitaumia. Nimekuja na habari kutoka mbinguni nasema ya kwamba uachana na mtazamo wako, enda na mtazamo ya Bwana. Amen. Ni mara mingi umeng'ang'ana na hiyo direction. Unaambiwa wachana na hii, unasema nitakufa. Kama hukufa wakati ulikuwa unazaliwa, hautakufa hata sasa ukiwa mtu mzima. Unamtegemea akifa leo, hautaendelea, itabidi uendelee. Praise the Lord. Maana hautakufa na Bwana yako. Praise the Lord. Hallelujah. Kila mtu kifo yake ni tofauti. Kila mtu kuondoka ni tofauti. Lakini kaa katika mtazamo wa Bwana na mwelekeo wa Bwana. Shida si wewe, nimekuja nikwambie, shida ni mwelekeo uliochukua. Ukaambiwa hapa kuna hatari, ukasema wacha nikae tu na hizo hatari. Ukaambiwa hapa hautaendelea, jaribu unawe mikono, ukasema wacha tu nivumilie, nitamuona Bwana. Hakuna Bwana utamuona. Bwana amekuachilia tu, akasema ni kulingana mapenzi yako, wacha ifanyike. Praise the Lord. Hallelujah. Bwana anaona hatari, akakupatia mtumishi wake akakwambia. Bwana anaona hatari, akajaribu kukwambia kwenye ndoto, kwenye maombi, lakini bado wewe unaona ya kwamba wacha tu niendelee kukaa hapa. Na Bwana anasema ya kwamba endelea kukaa hapo. Nifanye nini? Maana nimekupatia kuchagua, nimekupatia ujichagulie. Nimekupatia ujichagulie. Kuna watu wanachaguanga vitu mingi ambazo umechagua, lakini zimekuletea matatizo katika maisha yako. Unasumbuka miaka yako yote. Praise the Lord. Lazima uvunje hizi lira, useme nimetoka naye Bwana ataniongoza katika maisha. Praise the Lord. Mielekeo ndio shida ambayo tunachukua. Hata mshahara unakula yote, hakuna saving. Unapata mshahara, hakuna siku, hata kama una saving, usifanye kitu kionekane.
Anza ku prepare for ile hatari imejificha pale. Kuna vita ambazo umezificha zinahitaji your right direction. Uanze kujipanga leo. Useme kwa ajili ya kesho nitajipanga sasa. Kwa ajili ya hii, maana sitaki kujipata katika hii hatari, nitajipanga sasa. Na unaenda polepole. Ambia mtu kimbia mbio zako unapofuata mwelekeo wa Bwana. Kuna watu wanachukua mwelekeo kwa sababu ya marafiki zao. Kuna watu wameingizwa kwenye mielekeo ya kung'ang'ana. Akipata mshahara wanaishi maisha makubwa, akaingizwa na mke wake ama mzee wake, kwa sababu mwelekeo ambao wamechukua umewapeleka mahali pa kung'ang'ana. Change that direction. Shuka, kaa katika maisha yako, na Bwana atakuonyesha njia, na Bwana atakusaidia. Ni watu wanang'ang'ana pale juu, na kumbe walijipeleka pale juu, na wanafaa kuwa hapa katikati, wengine wanafaa kuwa pale chini. Angalia ni wapi mwelekeo wa Bwana. Kama ni pale chini, kaa pale chini. Usiende na mtu mwingine, enda peke yako. Wanasiasa wanajaribu sana kwa ajili ya kwenda mielekeo mingine ya watu wengine, ndio unaona wanapotea njia na wanajipata wafanye kile Bwana alitaka wafanye. Kuna wao wanasiasa wanaibia watu mali zao kupitia njia ya corruption. Kwa sababu gani? Wanakimbizana. Kuna competition mingi ambao wanafanya wengine wasafe, watoto mayatima wasafe, vulnerable wasafe, wale ni viwete wasafe. Kwa sababu gani? Wanakimbizana na wale wengine. Wanataka kuhesabika for those who owns Kenya, wengine wanataka kuwa taikonza, na kile wanajaza hawataenda na kitu. Walikuja bure, watarudi bure. Walikuja vile wakiwa uchi, watarudi wakiwa uchi. Kuna watu hawawezi wakaekelea unga ya ugali kwenye meza, hawawezi wakala hata sukuma wiki bila mafuta, lakini uko na mamilioni umeziweka na ni za wizi. Unaendelea kuumiza watu, unaumiza watu ambao hawana baba wala mama, unaumiza watu wanayeuliza Mungu ulienda wapi. Hiyo kilio itakurudia. Maisha yako unaweza ukaishi sana, lakini utaishi maisha ya mateso, maisha ya magonjwa. Kanza hazitakuondokea, mapigo ya Bwana itakuondokea. Unaweza ukawa manager, unajua kwamba katika kila mshahara kuna pesa unatoa pale ili ukaweze kufikia matamanio yako. Niseme ya kwamba baadaye italipuka kuwa magonjwa, italipuka kuwa laana, italipuka kuwa mapigo, italipuka kuwa shida katika familia. Na kama si kwako, basi kuna watu utaachia shida. Nami natangaza leo, wacha mkono wa Bwana ukawe juu yako ili ukupatie mwelekeo ulio salama. Na kama unajua kile unafanya na unataka kufanya vizuri, wacha mkono wa Bwana ukakugeukie na kuonyesha mkono, kukuonyesha nguvu na kuonyesha njia, hata kama ni kwa nguvu. Na Bwana akitumia nguvu, hauwezi ukastahimili nguvu za Bwana. Ni wakati wa kuchange direction zetu za kibinadamu na matamanio yetu, na hata vile ambavyo tunajipenda, na hata vile ambavyo greediness that we have, so that we may go with the direction of our Father. Praise the Lord. Be on your feet if you can. Watu chukua mitazamo, wanatoka kwa makanisa ambao wanaabudu, wanasema hakuna roho wa Bwana kule, na kweli wajachunguza wakaona kweli hakuna umwili pale. Ni vile tu kanisa imekosa kugrow, ni vile ambavyo hajasupport. Unajua Wakristo, kama kuna watu wangumu sana ni sisi Wakristo. Ndio unaona kanisa watu wachache ikatakikana kuwa ukubwa ni kujisacrifice na mali zao, maombi pamoja na kuweka roho zile pale kwa ile huduma, ndiposa maono ya Bwana. Ukiona mchungaji yeyote genuine ambao ameitwa na Bwana, ile maono Bwana hataitimiza kama wewe mwenyewe hautaki itimie. Lazima utaisaidia, utaweka mkono wako pale, utajitoa kwa mali yako, utajitoa kwa kuiombea, utajitoa kwa kazi ambazo utapewa, na ile huduma itapanuka. Na vile inapanuka inaguza watu wengi, hivyo ndivyo maisha yako inapanuka. Hivyo ndivyo Bwana anakukumbuka. Bwana hawezi akasahau watu wake. Bwana hawezi akasahau mtu yeyote aliyemsaidia. Maana Bwana akikupatia kazi, akikuita umsaidie mahali, ako na uwezo wa kulipa. Anasemanga ninalipanga kwa kujumulisha. Bwana huyo leo naomba akasimame juu ya maisha ya mtu leo katika jina la Yesu Kristo. Inua mikono yako, mwambie Bwana nisaidie, unipe direction iliyo salama. Niongoze Bwana kwa kila jambo. Niongoze Bwana kwa kila jambo. Niongoze kwenye uwezo wako mkubwa. Niongoze kwenye ukuu wako Jehova. Ongoza watu wako hao waliokuja kutoka kwenye milima na kando ya milima na bahari, wakavuka milima, wengine wakapanda magari wakija kusikia jinsi ambavyo unawaambia. Na mimi Bwana pia nimekuja nikisema niongoze. Na Bwana nitawale.
Bwana nifikie. Bwana ni wewe tu unaweza nionyesha njia nitakayoipitia. Ninapoamka kila asubuhi na jioni, Bwana elekeza miguu yangu kwenye njia zilizo sawa, kwenye mwelekeo ulio wa mapato, kwenye mwelekeo ambao nitafurahia, si mwelekeo wa kujikwaa, si mwelekeo wa kifo, si mwelekeo wa laana, si mwelekeo wa vikwazo, bali mwelekeo wa baraka. Bwana nipatie mwelekeo ulio sawa, kama vile ulimwambia Petero na kina Zebedayo ya kwamba endeni mkono wa kulia, endeni mkono wa kulia, wachaneni na mkono wa kushoto, maana shida walikuwa kwenye mkono wa kushoto. Ukawaambia endeni mkono wa kulia na mtaniona pale. Nishaamuru samaki ambao wanaosikia, maana nina sauti, nina lugha ya samaki, nina lugha ya ndege wa anga. Naweza nikazungumza na ndege wa anga, wakamletea Elisha, wakamletea chakula akiwa kule jangwani. Wanaelewa lugha, naelewa lugha yao, maana ni mimi nawapatia lugha. Huyo Mungu ndio anatangaza juu ya maisha yako. Leo hii akakupatia mwelekeo ambao utachukua wa kibiashara, mwelekeo ambao utajuta maishani mwako, mwelekeo ambao utachukua wa ndoa, au utajuta. Watu hawatacheza na mwili wako, watu hawatacheza na mipango yako, watu hawatacheza na maono yako, watu hawatacheza na ndoto zako, watu hawatacheza na idea zako. Bwana ataleta watu ambao wanamzaa na zile njia ambao wamechukua, maana kunaye Mungu aishie mbinguni, kunaye Mungu wa matendo, kunaye Mungu wa ushuhuda, kunaye Mungu wa kuinua, kunaye Mungu wa kubariki. Leo naona moyo uliopumunyika, leo naona mtu ambaye amevunjika moyo, anasema niko hapa Bwana, Bwana nisaidie, Bwana nishike mkono. Bwana nimekuja na kilio, nahitaji mwelekeo wako, hasa kipindi hiki cha dhoruba, hasa kipindi hiki cha kilio, hasa kipindi hiki cha mapambano. Vita ni vikali Bwana, nahitaji mwelekeo wako. Siwezi kuanzisha biashara nikiwa nimezeeka, sitaki kuanzisha biashara baada ya retirement, sitaki kufanya vitu ambazo zitaniua mapema. Nataka Bwana niwe katika mwelekeo wako, ili Bwana ukaniwezeshe, ili Bwana ukanisaidie. Nitawale Jehova, enda mbele zangu Jehova. Ulimwambia Musa piga maji, akafuata akapiga maji, bahari ikatengeneza njia. Bwana niko tayari utengeneze njia kwa bahari, niko tayari utengeneze njia kwenye jangwa. Wakati ulimwambia Musa na kupitisha kwenye njia ya mafunzo kule jangwani, akaishi miaka 40. Kule akakaa, akawa kule na shida, akawa kule na siku 40, akawa kule akipiga mapigano zaidi. Ukamwambia Daudi nasema, na Bwana akaja akaua Goliathi aliyewakusumbua watu wako wa Israeli. Bwana hivyo ndivyo naomba njia zako, na achilia njia mpya juu ya watu wako, njia za kibiashara pokeeni katika jina la Yesu. Pokeeni njia za mapato mpya, pokeeni njia za ndoa mpya, pokeeni njia za ndoa za kufaulu, pokeeni njia na mielekeo ambayo itawasaidia, ambao mtaweza kumwamini Bwana katika jina la Yesu Kristo. Maana ni Bwana tu ananijua, ni Bwana ananijua, ni Bwana tu ananijua. Wanadamu wasinijue, lakini Bwana anijue. Maana najua utatengeneza njia mahali hapana njia. Naweza kuwa ninalemewa kama mwanadamu, lakini Bwana naomba unisaidie. Sitaki kuwa na decisions ambazo hazinisaidii. Nataka kila wakati unionyeshe njia. Shida nimetambua ni mwelekeo niliochukua, lakini sasa naondoa mielekeo yote. Naomba hekima yako ya mielekeo iliyo sawa Bwana uisawasishe ndani yangu. Kuna mielekeo ya matusi, kuna mielekeo ya kujipigania vita, kuna mielekeo ya kurudi nyuma na kujiulizia, kuna mielekeo ambayo ninachukua kumbe ni chukizo mbele zako Bwana. Nisaidie. Mara nyingi umenipa njia lakini nimekosa kuipitia. Nisaidie Bwana, maana natamani kufika. Tangulie Bwana, ninatamani kufika. Nitangulie 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 Bwana,
ninatamani kufika. Baba, nakushukuru kwa ajili ya watazamaji wangu popote walipo. Wengine walichukua njia ambazo haziwafaidi na warejesha kwenye njia zako. Wengine walikuwa wameokoka wakachukua njia za makahaba, wengine wakachukua njia za kutafuta pesa kwa njia zisizo halisi, wengine wakachukua njia za kupigana na wengine wakachukua njia za kushusha wengine moyo, wengine wakachukua njia ambazo kweli wanaamini walichukua njia mbaya. Bwana, warejeshe katika njia zako. Bwana, wanapokuita wasikie, wanapochukua njia, wanapojipanga, Bwana watembelee katika jina la Yesu Kristo. Asante Bwana. Na moyo wa mtu unaponywa sasa hivi as we talk. Bwana anakutembelea tu ndani ya moyo wako, anatengeneza njia mpya, anakupatia mwelekeo ambao utachukua kuanzia Jumatatu, mwelekeo ambao utachukua baada ya kutoka hapa. Kuna wengine walikuwa wamechukua mwelekeo wa kutoka katika ndoa zao, Bwana atakudhibitishia si mwelekeo sawa. Na mwingine alikuwa ameamua mwelekeo utakaochukua ni wa kuacha kanisa, Bwana atakupatia ukweli wa maneno. Bwana atakupatia uwezo wa kutoka kwenye groups ambazo zisizokusaidia ili uchukue mwelekeo mzuri. Alibariki jina lako, Bwana unatawala. Kwa jina la Baba, la Mwana na Roho Mtakatifu. Tukutane katika ibada ya pili, na Bwana akubariki. Amen. Pigia Yesu